Ukiziona ishara hizi 9, tambua ya kuwa upo kwenye njia sahihi kiroho. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, ni ishara zipi ambazo wakiziona basi watambua ya kuwa wapo kwenye njia sahihi kiroho? Na wengi wameishia pasina majibu yote. Katika video hii nitakwenda kukwambia ishara 9 ambazo ukiziona basi unatakiwa utambue ya kuwa uko kwenye njia sahihi kiroho, na ishara namba 8 namba 9 zitakushangaza zaidi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo sitakuwa na mambo mengi. Kama unampenda Mungu kweli, embu like video hii kisha ukae kwa kutulia na usikilize mwanzo mpaka mwisho. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 9 ambazo ukiziona basi tambua ya kuwa uko kwenye njia sahihi kiroho. Namba 1, unaanza kuchukia dhambi kwa ndani. Hapo zamani dhambi haikukusumbua, lakini sasa hata kitu kidogo tu kinakuumiza moyoni. Hii si kawaida, ni ishara kuwa roho yako imeanza kuwa hai. Unapokosea haujisikii tu vibaya, unahisi mzigo ndani kabisa. Hii inaonyesha kuna kitu ndani yako kinapinga kile kisicho sahihi. Kwa hiyo jambo la kwanza, unaanza kuchukia dhambi kwa ndani. Ukiwa mtu ukianza kujiona unachukia dhambi kwa ndani, au ukifanya hata kosa, umekosea kidogo, unasikia ndani yako unaumia kufanya kosa lile, unaumia ndani yako, unajisikia vibaya sana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi. Kwa hiyo ukianza kuona unachukia dhambi, yamkini hapo mwanzoni ulikuwa ni mtu ambaye hata ukifanya dhambi ulikuwa haujutii, hata ukifanya dhambi ulikuwa unajiona tu kwa kawaida, lakini sasa hivi umekuwa ukijikuta labda ukifanya dhambi unakuwa unaumia, ile dhambi inakuumiza sana, inakutesa moyo wako. Hata kama umekosea kidogo unakuwa unajisikia unaumia sana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi. Kwa hiyo ukiona ishara hii kwenye maisha yako, unachotakiwa kujua uko kwenye njia sahihi. Hii si kawaida, ni ishara kuwa roho yako imeanza kuwa hai. Hii ni ishara kubwa sana ambayo inaonyesha roho yako imeanza kuwa hai. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona basi tambua uko kwenye njia sahihi, una hamu ya kuwa peke yako na Mungu. Unaanza kufurahia ukimya, unaanza kutafuta muda wa kuomba, kutafakari au kusikiliza mafundisho ya kiroho. Hii ni ishara kuwa ndani yako kuna wito na unakuvuta juu zaidi. Sio lazima mtu akulazimishe, unatamani tu mwenyewe. Ukianza kuona ndani yako una hamu kubwa ya kuwa peke yako, una hamu kubwa ya kukaa uweponi mwa Mungu, una hamu kubwa ya kuomba, una shauku kubwa ya kusoma Biblia, una shauku kubwa ya kujifunza mambo ya Mungu. Ukianza kuona, hii si ishara ya kawaida. Hii inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi kiroho na unatakiwa uendelee mbele kabisa. Kwa hiyo ukianza kuona ishara hii, unajikuta unakuwa una shauku kubwa sana ya kujifunza neno, una shauku kubwa sana ya kuwa karibu na Mungu. Ukianza kujiona una shauku kubwa ya kuomba, kujifunza neno. Hii si ishara ya kawaida, ni ishara ambayo inaonyesha kuwa uko kwenye njia sahihi. Lakini ishara ya 3, watu wengine hawakuelewi tena. Ghafla unajikuta marafiki wanakuona umebadilika, wengine wanakucheka, wengine wanakuacha. Hii ni ishara kali sana. Kwa nini? Kwa sababu unapobadilika kiroho, shauku yako haiendani tena na mazingira ya zamani. Kwa hiyo hii ni jambo unashangaa watu wengine hawakuelewi. Watu wanaanza kuwa hawakuelewi. Inaweza kuwa ni watu wa karibu sana, wengine wanakuona umebadilika sana, wengine wanakuwa nakwambia, bwana wewe mbona umebadilika sana, umekuwa hivi. Hii ni ishara, si ishara ya kawaida. Kwa hiyo watu wengine hawakuelewi tena. Ghafla tu unajikuta marafiki wanakuona umebadilika, wengine wanakuona ufai, wengine wanaanza kukucheka, wengine wanaanza kuona ni mshamba, wengine wanakuacha, wanaamua kuachana na wewe. Hii ishara ni kali sana, kwa sababu unapobadilika kiroho, shauku yako haiendani tena na mazingira ya zamani. Shauku yako ile inakuwa haiendani tena, inakuwa iko kinyume na mazingira ya zamani. Utashangaa marafiki zako wanaanza kuona umebadilika. Mbona kila saa unapenda tu kuomba? Mbona unapenda mambo ya kimungu tu? Mbona? Ukiona ishara hii, basi watakuwa tambua kuwa uko kwenye njia sahihi, songa mbele na Mungu. Ukianza kuona wewe unavyoendelea kumtumikia Mungu, unavyoendelea kuwa karibu na Mungu, watu wengine wanaanza kushangaa, mbona umebadilika? Mbona haukuwa hivi? Jua basi uko kwenye njia sahihi kabisa. Unatakiwa uendelee kusonga mbele, usije ukaacha, usije ukarudi nyuma. Haleluya. Lakini ishara ya 4, unapitia majaribu makubwa zaidi. Hii ndio wengi hawaipendi kuisikia. Ukiwa karibu na hatua kubwa kiroho, vita vinaongezeka, unapitia changamoto zisizoeleweka, mashambulizi ya mawazo, kukatishwa tamaa. Lakini ukweli ni huu, upinzani mkubwa ni sawasawa na ukuaji mkubwa.
Ukiona ishara hii, basi utakuwa utambua uko kwenye njia sahihi. Ukianza kuona unapitia majaribu makubwa zaidi, watu wengi hawapendi kuisikia hii point. Ukiwa karibu na hatua kubwa kiroho, vita vinaongezeka. Huwa nasema ukubwa wa vita yako ni sawasawa na ukubwa wa hatima yako. Kwa hiyo unapopitia changamoto zisizoeleweka, mashambulizi ya mawazo, kukatishwa tamaa, watu wanaokatisha tamaa, watu wanakuambia maneno, kwa nitakuwa utambue ni ishara mojawapo inaonyesha uko kwenye njia sahihi. Upinzani mkubwa ni sawasawa na ukuaji mkubwa. Utashangaa unakutana na upinzani, yamkini saa ingine kutoka kwa watu ambao ulikuwa unawaamini, kutoka kwa watu ambao ulikuwa unawategemea kabisa, kupitia huyu bwana, huyu mtu ndo atanishika mkono. Unashangaa mtu huyu anaweza kuamka kupinga. Yule unakutana na upinzani mkubwa mpaka unajiuliza. Ukiona ishara hii, basi utakuwa utambua kuwa uko kwenye njia sahihi. Lakini ishara ya 5 ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi kiroho, unapata amani hata katikati ya matatizo. Hii ni ishara ya juu sana. Maisha yako yanaweza kuwa magumu sana, lakini ndani kuna utulivu fulani usioelezeka. Hii inaonyesha kuwa hauishi kwa mazingira, unaongozwa na kitu cha juu zaidi. Yaani unashangaa unapata amani katikati ya matatizo. Kuna matatizo, kwa nje kuna mambo yaeleweki, kwa nje kuna shida, kwa nje uko kwenye changamoto kali, lakini ndani yako unakuwa unasikia kuna amani ya ajabu. Ndani yako unakuwa unasikia kuna utulivu wa ajabu. Hii ni ishara ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi. Ukianza kujiona unasikia amani katikati ya changamoto, lakini wewe moyoni una amani ya kutosha, moyoni unajisikia amani ya kutosha, unasikia kuna utulivu wa ajabu, au paniki. Wakati wengine wana paniki, wewe ndani yako kuna utulivu. Ni ishara ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi. Haleluya. Lakini ishara ya 6 ambayo inaonyesha uko kwenye njia sahihi, unaanza kutambua sauti ya ndani. Kuna wakati unajikuta unahisi kitu kabla hakijatokea. Unajua jambo fulani halipo sawa bila hata ushahidi, au unasukumwa tu kufanya kitu sahihi bila sababu ya wazi. Hii ni ishara kuwa roho yako inaamka na inaanza kuwasiliana nawe. Yaani ukianza kuona unaanza kutambua sauti ya ndani. Kuna muda tu unajua jambo fulani halipo sawa bila hata mtu kuambia. Unaweza kufika hata eneo ukajua hapa kuna kitu hakiko sawa. Unaweza ukafikiria kitu. Kuna wakati unajikuta unahisi kitu kabla hakijatokea. Yaani unakihisi kitu fulani, unashangaa baada ya muda kile kitu kinatokea. Unashangaa umetulia tu, kuna wazo fulani limekujia, au umehisi kuna kitu fulani, na kweli unashangaa kuna kitu hicho. Ukianza kuona hii ishara, unatakiwa utambue hii ni ishara kuwa roho yako inaamka na inaanza kuwasiliana na wewe. Unatakiwa utambue roho yako inaamka na inaanza kuwasiliana na wewe. Lakini ishara namba 7, unapungukiwa na hamu ya vitu vya dunia. Vitu vilivyokuwa vinakuvutia sana, starehe, maarufu, tamaa, vinaanza kupoteza nguvu juu yako. Hii haimaanishi unaacha maisha, inamaanisha vipaumbele vyako vinabadilika. Unashangaa unapungukiwa na hamu ya vitu vya kidunia, vile vitu ambavyo ulikuwa unavipenda. Ulikuwa unapenda umaarufu, ulikuwa unapenda starehe, lakini ghafla unashangaa vitu hivyo vinakuwa vina nguvu juu yako. Lakini ishara ya 8, unajihisi kama upo kwenye mchakato. Hakuna kitu kinachokwenda haraka, lakini ndani unajua kuna kitu kinatengenezwa ndani yangu. Hii ni ishara ya muhimu sana, kwa sababu safari ya kiroho si tukio, ni mchakato wa kubadilishwa taratibu. Unakuwa unajihisi kama upo kwenye mchakato, unakuwa unajihisi upo kwenye unatengenezwa, unakuwa ndani yako unahisi kabisa kuna sehemu unakwenda. Lakini ishara ya 9, unaanza kuwa na huruma na upendo zaidi. Unajikuta unasamehe haraka, unajali watu zaidi, hata waliokuumiza unaonea huruma. Hii ni ishara kuwa moyo wako unabadilika. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, ukiona hizi ishara katika maisha yako, usijione unapotea. Jua uko karibu kufika mahali pa juu zaidi kiroho. Safari hii ina maumivu, ina upweke, ina vita, lakini mwisho wake ni nguvu, ufahamu na ukaribu wa kweli na Mungu. Mara nyingi njia sahihi ya kiroho huwa ngumu, lakini ina matunda ya kudumu. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Lakini kama bado hujalike, hebu nakuomba like video hii ili video hii iwafikie watu wengi. Mungu akubariki wote atakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nikutakie wakati mwema.